Ofa nyingine mbali na pendekezo la Vodacom la kununua 15% ya hisa katika kampuni ya Safaricom kutoka kwa serikali itazingatiwa. Katibu katika Wizara ya Fedha, Dr. Chris Kiptoo amesema ingawa kampuni ya Vodacom iliahidi kununua hisa hizo za Safaricom kwa shilingi 34 kwa hisa moja, pendekezo jingine bora kutoka kwa mwekezaji mwingine yeyote yule litaangaziwa pia. Maelezo kamili ni kwenye mseto ufuatao wa habari za biashara. Wabunge wanataka dhamana ya miundo msingi ijumuishwe kwenye sheria kabla ya serikali kuuza 15% ya hisa zake katika kampuni ya Safaricom. Wabunge hao walidai kwamba hatua hiyo itahakikisha fedha zinazotokana na uuzaji wa hisa hizo hazitawekwa kwenye hazina ya pamoja ya matumizi ya serikali na kufadhili mahitaji mengine ya serikali. Katibu katika Wizara ya Fedha, Daktari Chris Kiptoo alidumisha kwamba pendekezo hilo la Vodacom la kununua hisa hizo kwa shilingi 34 kwa hisa moja lilikuwa bora, kwani kuuzia wanahisa wengine au kutangaza uuzaji huo kwa umma kutavutia kima cha chini cha shilingi 24. The figures I have seen is that of the 660 billion that were given to the committee, they have managed to recommend for payment about 255 billion. Out of that 255 billion, 80 billion is to the rail sector. And that has already been settled through the securitization of RMLS. Kwingineko, bandari ya Mombasa inaangazia upanuzi baada ya ongezeko la kiwango cha mizigo mwaka wa 2025 kuashiria hitaji la kupanua bandari hiyo. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari hapa nchini, Kapteni William Ruto, alisema ongezeko hilo la kiwango cha juu la mizigo linatokana na marekebisho endelevu katika kufanikisha biashara na matumizi ya mashine katika shughuli za bandari. This development reflects global shipping trends, including geopolitics, global shipping lines rotation, among other, adding a competitive development in the region. Hatimaye, uhaba mkuu wa habari halisi za kijiolojia unahujumu uwekezaji katika shughuli za uchimbaji madini. Mkurugenzi wa chama cha wafanyabiashara ya madini, Brian Simiyu, anatoa wito kwa wadau wa sekta hiyo kutoa mwongozo mahususi unaopendekeza marekebisho yanayohimiza upatikanaji wa habari za kutosha za kijiolojia. We have the mineral resources, but we now need to move to what I would call proven stage. The proven stage is the investor grade information. The general information for the public is, yes, Kenya has minerals, but investors don't go with that information. They want a more structured and systematic view, which is really based on engineering knowledge. Sylvia Gati, Darubini.